aina ya magoli ambayo yamefungwa. George Magunga, magoli ambayo yamefungwa, tukianza na goli ambalo wamefungwa Pamba, walikosea kitu gani, lakini pia kwa goli ambalo wamefungwa Simba na wao walikosea kitu gani? Goli ambalo Simba ndio walikuwa kwanza kupata goli, na ulikuwa ni wakati ambao Simba walikuwa kwenye umiliki wa mchezo, kwa maana walikuwa na umiliki wa mpira na kulikuwa kuna battle ama ushindani katikati ya kiwanja. Nafikiri ulikuwa ni muunganiko mzuri wa kiuchezaji kati ya Kante Kagoma pamoja na Clatous Chota Chama. Umbali kati yao ulikuwa ni umbali mfupi sana. Kwa hiyo walifanikiwa kutoa mpira kutoka katikati ya kiwanja na kupeleka mpira kwenda maeneo ya pembezoni zaidi, na pasi ilipigwa na Kante ambayo ilimfuata Mpanzu. Unajua jana Mpanzu nafikiri kwangu mimi ndio alikuwa mchezaji bora wa Simba. Ni kweli. Kwa sababu aina ya game ambayo Pamba alikuwa anacheza ni mchezaji mmoja tu ambaye alikuwa analetea shida zaidi kwenye safu ya ushambuliaji, Mpanzu. Kwa sababu Mpanzu sio predictable, hatabiriki. Kuna wakati atataka mpira mguuni, kuna wakati atashambulia nafasi, na nimezungumza hichi kitu. Kwa hiyo Mpanzu ameshambulia nafasi kwenda upande wa kushoto ambao alikuwa anauzuia Kenneth Kunambi kwa kushirikiana na Hassan Jafari Kibailo. Kibailo tayari yuko juu, Kenneth Kunambi yuko chini. Kwa tayari kuna gap kati ya beki wa kati upande wa kulia na wing back wako upande wa kulia. Kwa kilichotokea, pasi imepigwa kwenda kushoto, tayari Anicet ameshaona Mpanzu ameenda kwenye nafasi yake. Kwa hiyo tayari wamebadilishana nafasi. Nini anatakiwa kufanya? Ni kuanza kushambulia nafasi katikati ya mabeki wa kati wawili, kati ya Kenneth Kunambi pamoja na Mangalo. Wakati huo alishaona kuna gap kubwa kati ya Mangalo na Mwashinga. Kwa tayari ule mstari wa ulinzi wa Pamba umegawanyika. Wakati huo pia Ibrahim Abraham yuko juu. Kwa tayari ukiangalia ule mstari wa watu watano ni kama umemeng'enywa, mbaki watu watatu na watu wawili tayari wametengeneza gap. Kwa alichokifanya Mpanzu hakuhitaji kugusa touch nyingi zaidi, ni kukata ule mpira kwenda ndani, kwa sababu Anicet tayari alikuwa kwenye movement, na kwa bahati nzuri aliweka mpira kwenye wavu, lakini haikuchukua muda mrefu sana. Pamba walifungwa goli, lakini haimaanishi Pamba walikuwa kwenye wakati mbaya. Magunga, sorry. Goli la Simba unaweza ukalifananisha na goli la Liverpool alifunga juzi Uge Ketike, pasi kutoka Musa. Of course kuna mfanano utofauti na kwamba Ekitike alifanya movement, mabeki walikuwa ndani afu alikuwa pembezoni zaidi, pasi imetoka kulia, lakini Anicet alifanya mkimbio katikati ya walinzi. Kwa lazima tusifie pasi ya Mpanzu. Of course, pasi ya Mpanzu, na hata Pembe aliyokuwepo. Sio tu pasi ya Mpanzu, the whole move was great. Kuanzia kwa Kante, yani kila kitu kilichohusika kwenye lile tukio mpaka wanakwenda kufunga. Kwa hiyo goli la Pamba lilinivutia zaidi. Kwa sababu unajua jana mkai kilichotokea, Pamba waliwalazimisha Simba wacheze kwenye ubora wao, lakini si Pamba kucheza kwenye ubora wa Simba. Kama Pamba angecheza kwenye ubora wa Simba, ile game jana ingekuwa ina matokeo tofauti na tuliyoshuhudia. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.